Naomba nitoe shukrani kwa NCA, naomba nitoe shukrani kwa kanisa la Anglican, lakini pia vile vile nitakuwa ni mchoyo wa fadhila nisiposhukuru uongozi wa kijiji pamoja na kata ambao wamekuwa wanashirikiana na nyinyi wananchi bega kwa bega kuanzia mmepata mafuriko mpaka siku hii ya leo. Kwa hiyo naomba niwashukuru kwa dhati kwenye huo moyo wao wa uadilifu ambao wamejitoa kama viongozi ndani ya kata, lakini pia ngazi ya kijiji. Naomba nitoe shukrani kwa kanisa la Anglican kwa mara nyingine na kwa ukubwa wake, viongozi wangu kutoka Anglican, lakini pia kutoka uongozi wa kanisa la Norwich Church Aid kwa kuweza kutukimbilia na hii misaada. Hichi mlichokitoa sio kidogo, ni kikubwa sana, na hata mbele ya Mungu naye amependezwa kuona kwamba ndani ya jamii zetu bado tunakumbukana katika yale magumu ambayo tunayapitia. Nyinyi mmekuwa kimbilio letu, na naweza nikasema sio mara ya kwanza Anglican ambao mmekuwa mkionyesha moyo wenu huu wa upendo, na nyinyi mmefanya kazi kwa utu na upendo. Sisi kama wilaya ya Kilosa na serikali yote tunasema asanteni, kwa sababu mmetuonyesha upendo wenu kwa vitendo dhahiri, kwa kuja kuwagusa wananchi wetu. Mmekuja kuwagusa wakina mama hawa, watoto hawa, wakina baba hawa au wakina kaka hawa. Shukrani zetu ziwafikie viongozi wote mlojitoa. Tunaamini mmetoka mbali, lakini jicho lenu na akili yenu na mioyo yenu iliona Kilosa kwa jicho la kipekee. Hawa watu walizoea kuwa na familia yao, lakini leo wamekuja wanakaa kwenye kambi kama hizi. Ni jambo ambalo ni gumu kibinadamu, wa hali nyingine yote ni ngumu kupokea hii hali, lakini imewaletea hifadhi kama hii, hifadhi muhimu sana kwa jamii zetu. Lakini pia vile vile mmeenda mbali zaidi, mmewakumbuka wanawake, kuwaletea vitu vya kuwahifadhi, kuwastili. Mimi niwashukuru kwa kukumbuka. Lakini hawa watu au hili kanisa wameona umuhimu wa kuja kutusitiri kama wanawake. Sina la zaidi la kusema zaidi ya Mwenyezi Mungu awabariki.